Hizi ni ripoti za Chivihi Media kutoka hapa katika ukumbi wa Emirate Hall uliopo katika halmashauri ya mji Masasi mkoani Mtwara, ambapo leo Machi 10, 2026 mbunge wa jimbo la Masasi na waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Leonard Akwilapo amejumuika na wananchi wake katika kupata iftari na kuzungumza mawili matatu. Sio siku ya kuongea maneno mengi, wameshaongea vizuri sana. Ndugu yangu hapa ameongea mifano mingi, lakini mimi niseme neno moja. Nimefurahi sana kuwaona nyinyi wote mko hapa leo jioni hii. Asanteni sana kwa kuja, kwa sababu msingekuja kwa kweli ingekuwa shida kweli. Tungekuwa tunajiuliza ikoje, maana shughuli hizi ni watu ndio nyinyi. Niseme tena asanteni sana, ninawashukuruni sana, mmetupa heshima kubwa sana, na Mwenyezi Mungu awabariki. Naamini Ramadhani itaendelea kuwa karimu, na sijui siku ya ngapi leo, 22 nadhani 22. Tunawatakia mfungo mwema, mumalize salama, tusherehekee Idi, na Mungu akitujalia tutakuja tusherehekee pamoja hapa kama tulivyofanya leo, tusherehekee zaidi. Lakini kikubwa niombe wana Masasi tuendelee kuwa na umoja na mshikamano, tufanye kazi kwa bidii, tuiendeleze Masasi yetu nayo ing'are kama wanavyong'ara sehemu zingine. Mimi naamini uwezo huo tunao viongozi bora, tunao wananchi wenye ari, wenye juhudi ya kufanya kazi. Kwa hiyo tuunganishe nguvu zote, sehemu zote. Lakini vijana wetu wanaokuwa tuwahimize waende shule, wasome kwa bidii, ili baadaye nao waje chukue nafasi zetu hapo baadaye, ili Masasi endelee kung'ara. Kwa maneno haya machache, najua wengine mtakuwa mnaenda kwenye ibada. Nimalizie kwa kuwashukuru tena sana kwa kuhudhuria iftari hii ambayo niseme kwa kweli imefana sana, na mimi nimefurahi sana kuwa na nyinyi. Asanteni sana, na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kwa hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo madiwani, lakini pia mkuu wa wilaya pamoja na viongozi wa taasisi mbalimbali ambao wamepata nafasi ya kusema machache. Wa wilaya ya Masasi, Mheshimiwa Waziri, naomba nitumie fursa hii kukushukuru sana, lakini kumshukuru Mwenyezi Mungu kutupatia sisi wewe katika wilaya yetu ya Masasi. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kutupatia wewe hapa Masasi. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili yako, lakini kwa niaba ya watu wote ambao tumekula chakula hiki, nina kila sababu ya kusema asante kwa niaba yao. Najua hakuna mtu mwingine tena atasimama kusema asante. Kwa niaba yao nasema asante, lakini naomba Mwenyezi Mungu akuongezee zaidi na zaidi pale ambapo umetoa, ili akupe na nafasi nyingine zaidi, ili hata mwakani uweze kutufuturisha tena. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Mbunge, sisi hatuna neno zaidi ya kusema asante sana kwa kuweza kutwamisha wadau wote wa wilaya ya Masasi katika jambo hili jema ambalo linafurahisha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na mimi niseme tu kwa niaba ya wenzangu tunasema asante sana. Kwa niaba ya mashehe hawa, kwa niaba ya maimamu hawa misikiti yote ya halmashauri ya mji, tunakushukuru sana kwa kuandaa iftari hii. Sisi hatuna cha kusema zaidi ya kuombea Mungu na kuombea dua. Mwenyezi Mungu akupe mrefu kufanya nasi ya jambo letu na kukinga na kila aina ya jambo baya, akupe kila la kheri, mambo yako yawe mepesi ya kusimamisha majukumu ya serikali na pia majukumu ya jimbo letu. Kwa hiyo siwezi kuelezea zaidi, neno langu ambalo nimesimamisha kwa niaba ya wenzangu hawa ni kushukuru. Kwa hiyo niseme kwamba shukrani zaidi ya shukrani ni kuombea Mungu. Nao baadhi ya washiriki wa iftari hii wameeleza furaha yao kushiriki iftari pamoja na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Masasi. Anaitwa Catherine Robert Neata, ni diwani wa viti maalum wa halmashauri ya mji Masasi. Kwa kweli leo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali alichotupatia, lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Waziri ambaye ni mbunge wa jimbo la Masasi mji. Amefanya jambo kubwa sana. Na ukiangalia katika maisha, binadamu ana mambo makuu matatu: chakula, mavazi na malazi.
Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, Mheshimiwa Waziri amegusa kwenye maeneo muhimu sana, na jambo hili limetusaidia sisi wana Masasi kutuunganisha kuwa kitu kimoja na kujumuika ili kuendelea kutetea maendeleo ya Masasi. Ramadhani Hassan Chitala, naishi mkoa wa Mtwara, wilaya ya Masasi, kata Nyasa A. Namshukuru kiongozi Mheshimiwa Waziri kuja kutusapoti na mmoja namna nyingine. Amekuja kusherehekea Ramadhani, lakini amekuja kusherehekea na wananchi wake. Hakusema kwamba labda amechagua dini, kwamba wale Wakristo au Waislamu, hapana. Amewaitisha dini zote, tuje tufurahi, tuje tusherehekee. Lakini pia amekuja kutuhamasisha kwamba kuonyesha kwamba ana umuhimu kiasi gani kwamba kuja kutuwezesha kwamba bwana, tupo pamoja na nyinyi na tupo pamoja na nyinyi wananchi wangu. Amekuja lengo na makusudio, amekuja kusikiliza kero za wananchi wake, sio kufutulisha tu, la, amekuja kusikiliza kero za wananchi wake, kuja kusikiliza kero za wananchi, kuna shida gani, kuna matatizo gani, kuna nini na nini, ili lengo na makusudio anapokwenda bungeni kwenda kutoa hoja, anajua kero za wananchi wake kuna nini na nini. Na ndio maana amekuja kufanya ziara hii, kuja kusikiliza kero za wananchi wake. Kwanza mimi nashukuru sana na siache moyo, naendelee kwa design hiyo. Mungu ambariki. Jina naitwa Shazil Mwatuka. Naishi hapa Masasi mji katika eneo la Matankini. Nimekuja hapa kushiriki hafla hii ya Mheshimiwa Kulapo katika kuwafuturisha Waislamu, na mimi ni katika miongoni mwa wadau ambaye amekuja kushiriki hafla hii ya kufuturu pamoja na mheshimiwa. Tunasema alhamdulillah. Hafla ni mzuri kwa sisi Waislamu, tunasema alhamdulillah, na hata wale ambao sio Waislamu, kwa sababu hii ni neema kwetu kuungana na mheshimiwa na kiongozi Mheshimiwa Waziri katika hafla hii ya kufuturisha Waislamu. Ni iftari imeenda vizuri, namshukuru Allah, alhamdulillah, imeenda vizuri na tunamshukuru, tumekinai kifupi. Kwa hiyo kikubwa sina nyingine ya kusema, tunasema alhamdulillah, na Allah tunamwomba atufungulie milango ya rehema, na Allah awajalie afya njema viongozi wetu, na awajalie uadilifu pia. Kwa kusema hayo nasema alhamdulillahi rabbil alamin. Kutoka hapa katika ukumbi wa Emirates Hall uliopo halmashauri ya mji Masasi mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri.